السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، بعدكم حميد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama kaida, tukiwa kwenye tarehe 12 mtweo wake, kwa sababu jua likishakutwa huwa tuko kwenye usiku wa siku nyingine, lakini tutasema tumwetwewa kwenye tarehe 12 wa mwezi wa 12 wa mwaka 1447 kwa takwimu ya Hijria, sawia na 29 mwezi wa 5 2026 miladia. Tumezungumza katika khutba yetu ya leo nafasi kubwa tuliopewa, na kwa kuwa nafasi kubwa hii tuliopewa, hakuna aliyetupa nafasi hiyo isipokuwa Allah tabaraka wa taala, na alitupa nafasi hizo kwa manufaa yanayorudi kwetu sisi, si kwa faida yake, ili foras zitumike, tufaidike, tupate saada duniani na akhira. Ama tuzipuze, tuhasirike, tujute hapa duniani na kesho akhira. Tukafikia tulipofikia katika maelezo. Muhadhara wetu ni misimu mizuri iko wapi? Kwa hivyo itakuwa khutba yetu ya Ijumaa ya leo na muhadhara huu ambao ni matarajio yetu tumalize kwa salama, itakuwa zaungana kwa mbali ama kwa karibu, maana nafasi tulizopewa ni zitumike kwa misimo tuliowekewa. Sasa misimo mizuri iko wapi? Lipi kusudio ya misimu mizuri iko wapi? Misimu yajulikana hata katika mipangilio ya maisha yetu. Kuna msimu wa mvua, kuna msimu wa joto, kuna msimu wa mahembe, kuna msimu wa bobwe kikwetu, nafahamiana. Wakabali kuna msimu wa kamba, mafahamu. Hii ni misimu yajulikana, na kwenye ibada tumewekewa misimu kwa faida, ambao wewe misimu uliowekewa kwa safari ya maisha yako kwa faida yako. Msimu ukiwa ni wa mvua, huwa watu wako mashambani kihakika. Maana yake ni nini? Maana yake wataka faida hiki kipindi tulichowekewa kwa mvua, mafumu.
na kuna vipindi, kuna vitu hupatikana kwa wingi na kukosekana kwa wingi. Yote hiyo imewekwa kwa maslahi ya maisha ya mwanadamu, na kwa kuwa asichecheke katika maisha yake, ajua yuko wa kumpangia yeye mipangilio ya safari ya maisha yake, na ili isipite shaka katika moyo wako ya kuwa yuko atakayenizuia mimi katika mipangilio ya maisha yangu. Na ukipima yote yarudi kuenda kukuthibitisha wewe katika akida sahihi, tauhidi sahihi, ujiamini uyafanyayo kwa imani ya umfanyiao. Kwa hivyo yakubalika misimu iko. Kwa hivyo tumewekewa na misimu ya ibada kwenye nyakati na kwenye pahali, ya kuwa kwenye nyakati fulani za ibada hizo hizo unazozifanya kwenye nyakati nyingine, kwenye nyakati hizi hutafautiana kimalipo, hutafautiana kiujira. Mal hikmatu fi dhalika awalan wa kabla kulli shay. Hikma ni ipi kwanza na kabla chochote? Hikma ni kwa kuwa ujipime, si miaka yako ni baina 60 ila 70, ni kati ya miaka 60 na 70, na ni wachache wenye kupitisha hapo. Hebu angalia hapo, miaka 60 mpaka 70 waweza kukidhi yote yatakiwao, kisha uwe na ujira wa kufinika kabisa miaka yako 60 ama 70, utakuta huwezi. Lakini angalia, Mwenyezi Mungu akaweka misimu wa nyakati na pahali. Ukija kufanya, waja kulipwa ujira wa kukidhi uchache wa maisha yako. Sikiliza vizuri sana. Angalia, tukawekewa Lailatul Qadri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukikiwahi kipindi hiko kwa taufiki ya Mungu, waambiwa nsawa na kufanya ibada kwa miaka 83, ambao ramani ya maisha yako ni 60 ila 70. Ukawekewa kipindi tu kidogo, kikipata walipwa kama ulofanya ibada miaka 83. Ushaikidhi miaka ya maisha yako kwa kujaza mema. Lakini angalia, mwanadamu huja kaupoteza wakati kama tulivyosema, na hicho kipindi kichache cha maisha akakipoteza ovyo kabisa, na pana nyakati za kuweza kukidhi ule uhai wake na sehemu. Mfano Masjid Aisha na misikiti mengineo, ukipiga rakaa moja, Mungu ajua namna kukulipa rakaa yako moja. 4 ajua atakulipa ngapi. Vipindi 5 kwa siku, pana malipo apewa kwenye msikiti yoyote kwa ile swala ilivyozungumzwa. Lakini imagine vipindi 5 kwa haram ni 500,000. Ukienda kwa haram ya Madina ni kinyume, ni 5,000, si ndio? Kwa kila kipindi. Ukienda Baitul Maqdis ni 500 kwa vipindi 5, itakuwa ngapi? Naam, 2,500. Angalia kule 500,000 kwa vipindi 5, huku 5,000 kwa vipindi 5, kule 2,500, si ndio? Ambapo misikiti yetu mingine hapana, huwezi kuikisia hivi. Vipi hayo? Uende ukapige mwaka mzima kwa vipindi vyote 5, usikose hata kipindi kimoja. Huwa kwa swala uko wapi? Ndio wale majauri walipokwenda kwa Maka kiasi ya siku 10 hivi, wakapiga haram
kama siku 5 wakapiga Madina, kama siku 5. Wakirudi huko wale atakuswali. Walipoambiwa mbona umeata kuswali, kaambia la, wewe kwanza fanya bidii unifikie. Maana amehesabu siku 5, kwa kila siku ngapi? 500,000. Kisha nikaenda na Madina kwa kila siku 5,000 na nimekaa siku 6-7. Kwa hivyo kwanza pigana unipi. Kwa hivyo sasa mimi hata tu niendelee na zile ndizo swali, kimaliza hivyo ndio tangia msikitini. Hapa kwamba chukua bangi, japokuwa alienda Maka kuswali kufanya, tumefahamiana, bangi zikawatuma kinamna hii. Lakini kihakika nataka mfahamu kitu kimoja, ya kwamba ni kweli pana vipindi vilitukuzwa kwa maslahi ya uchache wa matendo yetu na uchache wa umri wetu, na aweza mtu akarikava vizuri sana na akabaki hana dhambi, kwa sababu umri wake kwa uchache wake ameutumiwa itakiwavo, na ukawa ni umri mmoja mkubwa sana. Ikhwatul iman, ndipo wanavyoni wakasema hivi, intabi awdaha alulama, wameweka wazi ulama, ala anna sirra ziyadati alkhairi, kwamba siri ya kuzidi khairi, siri ya kuzidisha khairi, fi mawasimi taati, katika ile misimu ya taa, yakmunu fi nafahati rabbania, hujificha katika hidaya za kiroho, ama ukitaka sema hujificha kwenye al-ataya al-ilahia. Ataya al-ilahia ni ule upaji na utoaji wa ilahi, Mungu akupavo katika malipo. Watafadhala Allahu ala ibadihi, na amewafadhili Mwenyezi Mungu waja wake kwa fadhila gani? Bimudhaafatil ajri, kwa kuwazidishia ujira. Watahyiati nufusi, na kuziandaa nafsi. Watahyiati nufusi, na kuziandaa nafsi litaubati wal iqbali ala Allahi, kwa kutubu na kumwelekea Mwenyezi Mungu. Watazkiyati ruhi, na kuichakasa roho. Kwa hivyo hii ni hidaya ya kiroho anaopewa mja, ni ataya za ilahi, na yeye ndiye anazozijua. Maana wewe kutoka ubalighi mpaka uingie katika dira ulitukua tena miaka mingapi? Mpaka ukasema sasa mimi ndio nimekuwa mustaqimu katika ibada. Baada ya kubalighi kwako ulipoteza miaka mingapi kwa vioja? Mpaka ulipoingia katika dira, sasa mimi ni mtu wake sawa sawa, ulikuwa una miaka mingapi? Lakini angalia hidaya za Mungu kwa roho ya mja, atwaya yake ilahi kwa huruma na fadhala zake, waweza kuwa umeingia katika dira kwenye miaka 70. Sasa mimi niko miaka 70 ama 65, tayari uko kwenye ramani. Lakini hapo hapo ukaja ukabadilisha kitabu, ukawa na mwelekeo wa Mola wako, ukamshinda aliyeanza na wewe ulichelewa kuanza. Kwani si kila anzaye vema humalizika kivyema, wala si kila anzaye kiuovu humalizika kiuovu. Sasa hapo hatujui sisi kama Waislamu waja wa Mungu, pana siri fiche anazozijua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka akaja kwambia maadamu roho haijafika kwenye hulqum, bado una nafasi ya kupawa vipaji vya Mungu ikiwa vitaka kikweli na kiuhakika. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha, wallahu dhul fadli alazim. Qala ulama wasema, yahdifu bidhalika, hulenga kwa hilo, al-usulu ila hayatin mustamirratin, mtu kufika katika maisha ya kudumu na kuendelea.
linaili saadati alhaqiqiyya, ili apate saada za uhakika, kwa maana apate furaha za kiuhakika, wanajahi fi dunya wal akhirah, na kuokoka na kufaulu duniani na akhira. Tayeb, misimo mizuri iko wapi? Imepita, na kilichopita mpaka kije tena, na kuja tena mpaka uweko uzipokee. Wallahi sisi waislamu, naweza kusema wallahu alam, hisabu zetu twafeli kihisabu, na nikihisabu wa kujipigia wewe mwenyewe hisabu kweli zenda vipi. Chukua mfano, msimu wa kheri, siku 10 zimetupita, si zimeshapita? Kilichopita kishapita, lakini pana matarajio ya kuja hisabu. Zikija tena, niko ntaweko kwenye hizi siku 10. Sasa ikiwa zilipita ovyo, ni katika misimu mizuri ilopita, lakini ukaipotezea wakati. Ushaona muhadhara wapeana mkono na khutba, ni siku 10 za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhan, ziko wapi? Twazingojea tena kuja. Zikija utaweko, zitakupata uko ama zitawapata wengine? Ni hisabu. Ukijipigia hisabu kabla hazijakuja, tatadaruki mambo, zikija nsafishe mambo. Mafahamu? Hizo ni hisabu, lazima mwanadamu azipige. Tayib, wa min abrazi aqwali alulama fi dhalika, sikiza, katika maneno yalodhihiri ya wanavyoni katika hayo, maqalahu Ibn Rajab al-Hanbali, ni yale alosema na Ibn Rajab al-Hanbali. Qala fi bayani sirri istibaqi as-salihin lilmawasim, amesema huyo Ibn Rajab al-Hanbali katika kubainisha siri ya mashindano ya wema katika misimo. Siri ya mashindano ya wema katika misimo ina maana gani? Ina maana katika hii misimo ambao iko wapi sasa, haitunayo tena, watu wema hushindana. Haya Ibn Rajab al-Hanbali kasema katika kitabu chake Lawatiful Ma'arif. Kasemaje? Tunamnukuu, asema ma min hadhihi almawasim alfadila, hamna katika misimu hii bora, mausimun, msimu, illa wadillahi fihi, isipokuwa Allah ana katika msimu huo wadhifatun min wadhaifi taatihi, wadhifa, kazi katika kazi za taa yake, yutaqarrabu biha ilayhi, hukurubisha mtu, hujikurubisha kwa misimu hiyo, kujikurubisha kwake. Wadillahi fihi, na anayo Allah katika msimu huo, latifatun min lawatifi nafahatihi, sirrun min asrari taatihi, siri katika siri za utiifu wake, yusibu biha man yashau min ibadihi, huipata ntakaye katika waja wake. Fasaidu man igtanama mawasim ash-shuhur, ule mtu mtukufu mzuri ni yule aloghanimika, alofaidika kwa misimu ya miezi, wal ayami, na misimu ya masiku, wasaati, na katika misimu ya saa. Kuna miezi pana mimiminiko ya rehema na maghfira na aitkum minan nar, pana masiku ina misamaha mingi, pana masaa ukisadifu ujira sio utakaopata kusadifu lingine lolote katika saa nyingine. Zote ni katika fadhila za Mungu, humpa mtakaye katika waja wake. Tukisema humpa mtakaye katika waja wake, kuna ambao hawakufunga siku 10, hatusemi ni lazima, lakini
ina ujira mkubwa sana kwa mujibu wa hadithi ya mtu mwenye kufanya wema katika masiku 10 maana ni masiku 10 kwa upande wa mchana, na yale 10 la mwisho la Ramadhani ni masiku 10 kwa upande wa usiku. Haya ni maneno aliyosema na Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyyah, yakatiliwa nguvu na mwanafunzi wake mkubwa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Pana ambao walizipoteza siku 10 zote za mwezi mtukufu wa Ramadhani, na pana waliozipoteza siku 10 zote za mchana. Ndipo hapa sema ni mimiminiko za atwaya na ni siri katika siri zake, lakini yusibu biha man yashau min ibadi, huzipata ntakai katika waja wake. Hata hizo siku 9 kuna mtu siku ya Arafa na akapiga nsosi hata habariana. Hebu niambie, hata kama hukuzifunga siku zote 10, lakini ile siku ya Arafa mkweli yaweza kuingia katika moyo wako na uwe hata habari huna. Undo kokoche mahamri, tena si mahamri yale vidogo vidogo, mihamri ile vichanga na teo, uwe hupiga siku ya Arafa. Hebu niambie, ni kweli rehema za Mungu hazimfiki yoyote, humfikia anayemtaka katika waja wake. Tayib, isitoshe wabayana Ibn al-Qayyim rahimahullah, angalia Ibn al-Qayyim na yeye akabainisha akasemaje, anna athara hadhihi almawasimi, athari ya misimu hii. Athari, unajua Waislamu watukufu, kuna kufanya kitu ujue athari ya kitu ukifanyapo. Hatari ni kutenda huna athari kwa ulichokitenda. Tutieni akili sana katika haya maneno ndugu zangu katika imani, kwa sababu ni hivyo ninavyowaambia na tunavyokariri. Ni nyakati sisi za tupita, umri unakwisha. Lakini angalia, wanywa chai huwezi kuzungumza athari yake. Umepata athari gani kwa chai? Basi huwa ukipigia machama ukimiza, lakini hujui nini. Tumefahamiana? Wapiga biriani, lakini athari yake ni vipi? Sikiza, usichukue kwenye athari kuathirika. Wajua kuna kuathirika kimagonjwa kwa kitu ni athari, kuna kuathirika kitwaa ukaathirika. Takupa mfano, wasoma Qur'ani, ile athari unaipata, zile hasasia shuur unazozipata wewe katika Qur'ani, tayari umeathirika kwa ukifanyacho. Ukikosa athari kwa ukifanyacho, ni kule kupoteza wakati, na mtu akikuona wafanya mema. Hebu Waislamu tuweni ni watu wa fikira na watu wa mazingatio, hususa kwa kipindi tulicho nacho. Jipime, ukisoma Qur'ani una athari kwa hisi ile utamu wa Qur'ani, wacha. Akisoma Qur'ani, mfano imamu wetu, wasikia ule utamu unavyosikiliza. Kusikiliza kwako kuna athari we, au kusikiliza kwako tu husikia tokea yako na kuhesabu nyota au hesabu mafeni, huna athari kwa ukifanyacho. Ndio hali ya wengi wa Waislamu, na ndipo tukafeli kwa mengi, kwa sababu tukifanyacho hatukihisi athari yake. Lakini angalia, ikisomwa Qur'ani, kuna watu ilikuwa mwili ukisisimuka ni athari, mpaka Qur'ani ikawaathiri wasiokuwa Waislamu, na wengine wakasarenda wakapiga shahada kwa sababu athari. Sasa jiulize, waathirika kwa uyafanyayo? Ukiingiliwa na mwezi wa mavuno kana Ramadhani, una athari gani wewe kweli? Ukisoma Qur'ani una athari gani? Ukiswali hapa una athari gani? Mafumu, asokuwa na athari huwa amepoteza wakati, kwa sababu huwa akifanyacho hukifanya tu. Leo utaambia mtu umekula? Nishakula alhamdulillah, pengine kuchelewa alhamdulillah. Uonaje chakula cha leo? Nimekula tu, sasa nishakula dhuhuri basi. Kwa hivyo hukikihisi chochote.
huna hisia yoyote ulichokula, ni hatari ya kikosekana hayo kwa mtu ambao wa ibada, kwa sababu kuna vipindi vikapita hukuathirika nazo, zikakutoka hujui zitakujia tena, ama zitakujia umekufa, kwenye kufa kwako hukuathirika na Arafa, hukuathirika na Taswa, hukuathirika na Ashura, hukuathirika na Jumatatu, hukuathirika na yaumu Arafa, hukuathirika. Khasira dunya wal akhirah, dhalika huwa al-khusranul mubin. Mafhum? Na ni kama ile aya iliyoko katika mwisho surat al-Kahf ile inayosema qul afanunabbiukum bil akhsarina amalan alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Subhanallah. Yani, je, si waelezeni nyinyi wale walohasirika sana, tena hata siku hasirika tu, bil akhsarina, walohasirika sana kwa amali, ina maana walikuwa wakitenda pia. Hapa japo kuwa taabiri ni ya makafiri, na mtu huweza akafanya amefanya ni sawa, na kumbe hufanya si sawa. Kadhalika dakhilun fi hadhihi al-aya huwa minal akhsarina amala. Thumma bayyana Allahu tabaraka wa taala man haula alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, wale ambao matendo yao yalienda bure katika maisha ya dunia. Ni kuhasirika shekhe, ufanye na waambiwa hukufanya, ufanye waambiwa umepotea kwa kufanya kwako. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, lakini wao wenye kufanya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Lidhalika sisi Waislamu pana ulazima wa kujizoesha kuathirika kwa kuyatendao, na vipindi vile ambavyo mvaathari katika mambo watu wavitumie, kwa sababu kisha utakuja kusema tulikuwa na Ramadhani, iko wapi? Ndio hiyo misimu tunene. Tulikuwa na Arafa, iko wapi? Nani hivi sasa guarantee kuanzia mimi ninaozungumza ambaye atafunga Arafa mwaka ujao? Nani tafunga Ramadhani mwaka ujao? Twazikana kikweli kweli, na kwenye hivyo vifo pia hakuna athari. Ushaona, huwezi kubadilisha mambo ikiwa huathiriki kwa mambo haya. Lazima sasa yakaririwe sana ili tuondoke duniani kwa salama, ambalo hatukujaliwa kulisema tu, hatukujaliwa tu, lakini lile lililojaliwa tu tumelisema. Huathirika watu kwa vifo hivi sasa? Hamna mtu hawathiriki watu kwa kifo. Ni pale unapokuja kuambia una habari yote fulani amechuacha, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wassalamu alaikum, masala kuisha. Lakini kama kuna athari, watu wangekuwa na athari, wakitoka jeneza, wakiingia nalo msikitini, wakiliswalia, utamuona mtu kuwa huyu sasa mahitajio yake kwangu ni makubwa zaidi kuliko mimi kumhitajia. Hamna. Na pengine hao waswali wanaoswali jeneza maamuma ni wale tu, wakisikia takbira Allahu akbar na wasema Allahu akbar, kisha nyamaze kimya. Allahu akbar, Allahu akbar, wanyamaze kimya. Ni kweli si kweli? Ni kweli shekhe. Taona msikiti unshona hapa, lakini kwingi ni kule mikono tu, na kila mmoja una design yake kwenye kama tungo usuni. Lakini ushamfukuza homboi, kisha kumfukuza mbwa, semaje? Wajua kwamba takbiri ya kwanza somwa nini, takbiri ya pili usemwa nini, takbiri ya tatu usemwa nini, mpaka takbiri ya 4. Hamna ndugu zanguni haya, na yote hao yarudi hapa ya kuwa hakuna athari ya kifo. Kama tuna athari ya kifo, ingekuwa tuathirika ili kusema Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinu fil janna, Allahumma in kana muhsina, hukitoa kwa kite ya kwamba na kusukumia hizi zawadi, na Mungu azipe taufiki zikufaulishe katika ule mtihani wako. Pengine wasomao ni laini ya wawili, laini ya pili, laini ya tatu, hamna, na ngao uko nje. Na ukienda kuambia bwana tukini msikitini kumwaga ndugu zetu, kwamba fardhu kifaya, wanadhuvoni tele, na wote wanazuoni wako nje,
takwambia fardhu kifaya. Fardhu kifaya, fardhu kifaya huifanyi kwa sababu fardhu ainu ifanyi. Sasa unipami taarifa fardhu kifaya, tunajua fardhu kifaya, lakini kule ukipacha nkao uloathirika wa kumuombea, kuna watu wana kabuli na venye kabuli si vyote. Sasa msikiti ukijaa wamswalia mtu fulani, uweza kutoka kwenye nkao watu 50 wana kabula na hasana min alfaizina, kwa mwambia yote hayo yatakafikira na kuzingatia. Sisi hatuna fikira na kuzingatia, sisi upanda mashindano tu kufa kupona, hachufanyi hakuna athari. Na tukikosa athari hatuwezi kutengeza mambo. Tukikosa athari pana hatari ya hata kutoka katika dunia bila kutubu. Ni vipi? Ni kwa kuwa madhambi hayakuathiri. Madhambi ikiwa hayakuathiri, utaendelea kufanya dhambi, kisha ujipe zile al-amani. Amani ni zipi? Siathiriki na madhambi, taendelea na madhambi, kisha chiweke kwa, lakini hakuna wasiwasi wakati huko wallahu ghafurur rahim. Sasa ile Allahu ghafurur rahim, wewe ushasajiliwa na statement ishapewa maofisa ya kuwa huyu kesho baada dhuhuri kwa haraka sana iwe roho imetolewa, tena vavyo tanzika kesho kutwa, nasi manake sikizu ushindana kuveka maiti au vipi hapo jimeni? Mtuweza kufa si avona Waislamu wale, aweza kufa alasiri ya leo akadhika alasiri ya kesho, manake nini? Ni hapa tulitoka. Hachuna kichu athari kwa mambo yetu. Kama chuna athari la. Mtume Muhammad asema asri'u bil janaza. Hii asri'u bil janaza, fanyeni haraka kulipeleka jeneza, maana yake ni kufanya haraka. Akikata roho, kata roho, fanyeni haraka kufanya mpango, mukamuosha, mukankafini, yalla msikitini, yalla akapeleke kwenye makao yake ya asili. Tukifanya hivyo huwa kuna tija gani tunaoipata? Mtume SAW asema ikiwa ule ni mwema, mwampeleka kwa wema wake haraka, na ikiwa ni muovu, uzito uovu wake mwaushusha kwa wepesi kwenye mabega yenu. Alesi kadhalik. Lakini sasa ni hao, wakati athari hakuna, na tukifanya ambalo la sunna itakuwa tumeshindwa na kina fulani. Sasa tena jeneza likalimeko hapa, unaenda ule mwendo wa kinyongo wa kijeshi, mwendo wa kinyongo. Tasikilia lini? Nataka mema yake kwenda kuafikia nini? Zote hizo shikeni, ni kukosekana zile zinazoitwa athari kwa tuyatendao, na athari zikosekana mambo mingi yanatupita. Tumnukuu Ibnul Qayyim alivyobainisha. Abainisha nini? Asema anna athara, wabayana Ibnul Qayyim rahimahullah anna athara hadhihi almawasimi, athari ya misimu hii, yakmunu fi salahi alqulubi, hufichika katika kuchengea kwa moyo. Kwa hivyo kitu kilichofichika, ikiwa kitu kilichofichika ni wewe kufanya, mjuzi wa maficho hicho kitu ni Allah tabaraka wa taala. Aendelea kusema Ibnul Qayyim, haithu shabbaha sanata bishajarati, kwa namna ambavyo imefananishwa mwaka kwa mti. Huu mwaka umefananishwa na mti. Wabayana, akabainisha, anna man kanat anfasuhu fi hadhihi alazminati alfadila, kwamba yule ambaye zilikuwa pumzi zake katika nyakati hizi bora, nyakati bora, fi taa, ni pumzi za utiifu, anahema akimbilia msikitini, anahema na pumzi uko kwenye adhkari zake msikitini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Katika siku ya Arafa ulama wetu wote katika ulimwengu wasema
hukuhifadhi cha kuhifadhi. Qariri, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Umetanganya namba mbili, fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Angalia maneno mazito ya wanavyoni wetu. Ibnul Qayyim akaendelea kusema, akasema in anna athara hadhihi almawasimi yakmunu fi salahi alqulubi haythu shabbaha sanata bishajarati wa bayyana anna man kanat anfasuhu fi hadhihi alazminati alfadila fi ta'ati kanat thamaratuhu tayyibatan yawm alqiyama, matunda yake yatakuwa mazuri siku ya kiyama. Tumeelewana sana na hili sigeni. Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi sama tu'ti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha. Na Mungu wapigia watu mifano, na wenye kupigiwa mifano hawana athari. Haya tu. Wayara Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam Ahmad Ibn Taymiyyah naye anaonaje? Anna mudha'afat alhasanati, kwamba kuzidishiwa hasanati, wewe ukufanya wema ukazidishiwa mema, sawa'an bil adadi, sawa uzidishiwe kwa idadi. Kuzidishiwa kwa idadi kama mfano, man jaa bil hasanati bihasanati, shuf, falahu 10 amthaliha. Kisha kuna na ziada, wallahu yudha'ifu liman yasha, kama mtume kusema mwenye kufanya wema mmoja kwa 10 mpaka 700 mpaka ziada nyingi. Hii mpaka ziada nyingi pana ihtimal ya kuwa waweza kufanya wema mmoja ukapewa laki, waweza kufanya wema mmoja ukapewa milioni. Kwenye hii wallahu yudha'ifu liman yasha ni siri yake, lakini sisi tuamini mudha'afatul ajri fil hasana, jambo liko tuitakidi. Tayeb, kisha Ibn Taymiyyah akasema anna mudha'afatal hasanati sawa'an bil adadi aw al kayfiyati, ama kwa namna, fil azminati al fadila, katika vile vipindi ambavyo ni bora. Mfano karamadhana, kama Ramadhan, adhuhuri ya Ramadhani si adhuhuri ya mwezi mwingine, na vipindi vyote, na kila mmoja elewa. Sadaka ya Ramadhani si sadaka ya mwezi mwingine, sunna ya Ramadhani si sunna ya mwezi mwingine. Hii ndio Ramadhan. Wa ashri dhilhijja, na hizi siku 10 za Dhilhijja hivyo hivyo, malipo yake ni mudhaafa. Awil amkinatil fadila, ama zile sehemu bora pia, sehemu hizo ujira wake ni mwingine. Kal haramain, kama haramaini sharifain, haram ya Maka na haram ya Madina, kwa kiasi ambacho hata ulama wameenda kuleta fatwa ya kuwa maeneo nje ya msikiti, sio ndani ya msikiti, wapata 100,000 ukiswali. Tayeb, ta'udu li sa'ati rahmatillah. Yote hayo mema ya ziada azidishiwazo mja kwenye vipindi fulani na kwenye nyakati fulani, li sa'ati rahmatillah, kwa ukundufu wa rehema za Mungu, wa adhimi fadlihi ala ummati alislam, na fadhila zake kubwa kwa umma wa Kiislamu, litudarika taksira al-amal, ili huu umma upache kufanya tadaruki ya taksiri ya amali, kwa maana ufanye tadaruki ya upungufu wa amali. Umeona anaporudi ni kwa kuwa kufanya tadaruki ya upungufu wa umri wako ni mchache, na mengi ya kufanywa waweza usiyapate kulingamana na upungufu wa amali yako wa umri wako. Sasa kwenye zile nyakati tukufu na sehemu tukufu, wahi kufa kupona kipindi kisikupite, itadaruki upungufu wa umri wako. 60 ila 70 wa aqalluhum man yatajawazu dhalika, kikawekewa kipindi tu
inna anzalnahu fi lailatul qadri wama adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairun min alf shahr. Hiko kipindi ukikipata khairun min alf shahr, bora kuliko miezi 1000 ya mwenye kufanya ibada sawa na kufanya ibada miaka 83 na umri wako ni 60 ila 70. Ni kweli haya yaliyosemwa na Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim al-Jawziyya kusema ta'udu li sa'ati rahmatillah wa 'azimi fadlihi ala ummati al-islam litudarika taqsir al-a'mal. Tayyib. ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني كنكو كمنكو الإمام ابن بطال أنه أشار ابن بطال ameshiria na anukuliwa na Ibn Hajar al-Asqalani. Hii pia niliwahi kuzungumza ya kuwa yatuonyesha sisi adabu na heshima ya mashekhe namna kuheshimiana. Hii ni kauli ameinukuu kwa mwenzake, akaja akainukuu ilivyo na akambandika mwenyewe aliyoyasema. Hii ni katika adabu ya elimu na heshima ya kuheshimiana wanavyoni. Hebu twende kamnukuu vipi kuwa Ibn Battal asema ila anna sirra almusara'ati bilkhairi fi hadhihi almawasimi, siri ya kufanya haraka ya mambo ya kheri katika misimu hii, huwa ightinamul hayati, ni mtu kutukua nafasi akughanimika kiuhai, kufaidika kiuhai, kabla fawatil awani, kabla wakati kuisha. Wakati ukiisha haurudi. Sasa pale uko kwenye wakati ndiyo nafasi yako ya kuwahi kabla hujakupita. Tumezungumza katika mimbara. Siku ni ngapi za mwanadamu? Na anaweza kukumbuka? Siku ni ngapi? Siku ni 3. Ya kwanza jana isiyorudi, si ndio? Ya pili leo tulonao ambao haitadumu. Ya 3 kesho tusiyojua. Ipi inaotakiwa uwe nayo? Leo. Ukisema jana ishapita hairudi. Kesho hujui ni hai ama ni leo kabla haja. Umejibu na wewe Badawi maswala yote? Badawi kweli, Badawi shekhe. Sijunanesha mengi mashallah. Mwenye. Si tumeelewana? Jana haiko tena, leo ndio tulionayo, kesho hatuijui. Leo ndio watu kupambana nayo. Hani maneno ya nakala Ibn Hajar kumnukuu Ibn Battal, kisha akasema li anna al-afati ta'rid. Sikilizeni uzito wanavyooni maneno yao. Ibn Battal asema li anna al-afati ta'rid, kwa sababu maafa hutokea. Kweli si kweli? Hutokea maafa ya kukuzuia utakao kuyafanya usiyafanye. Mara ndio hukuyafanya tena, na mara umeata kuyafanya ndio umekufa hukupacha kuyafanya tena. Hivi masala kuhukumiana kinia, na hiyo hatuwezi kuhukumu sisi, atakaye hukumu ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo maneno mazito. Isitoshi, wal mawani atamnau, Ibn Battal asema pana na vizuizi huzuia. Ni kweli jamani. Ndipo kaambiwa kuna la khairi watakalifanya lifanye haraka, utawakali kwa Mungu. Ukitia tarehe leo kesho kitahamaka lile jambo lenda, na kile ulichokuwa nacho wataka kukifanyia lile jambo kile kimeandamana ya mfumo, wataka kukirudisha hakiji. Ndio hali zilivyo. Hizi pesa nataka kumpeleka mke wangu hija, haraka mpeleke. Hukumpeleka huyo mke wako tazishanua zinyanyure zichie madoe kitahamaka, hakuna hija hakuna haja. Zikimalizika senti mke wako ataambia
uliniambia atanipeka hija, iweje? Ananiambia itatoka iweje na ushazila wenyewe? Lakini urongo ni wewe. Jambo la kheri limesimama, ya kufanyia kheri unacho twende. Hata mimi rai yangu, lakini naweza ikawa ni makosa ama sawa, na vipimo viko kwenu. Husema mtu mwanadamu Mwenyezi Mungu amemruzuku pesa za kisawa sawa, fanya utakalolifanya, ulipe ndalo, bora liwe la mridhi Mungu tu. Nataka nyumba kisawa sawa, ajenga nyumba kisawa sawa. Nataka rumu yangu mimi iwe underground, nenda mpaka ardhi ya 5. Wala kuna nataka kwambia lakini upoteza pesa bure. Napoteza, tefute nao zimbirie, huo ni uhasidi. Nataka kuoa mwanamke wa kisawa sawa. Taka kuzidisha, zidisha mpaka ugongevane, uvaveke pamoja kwenye hiyo nyumba yako underground, zumba za kuelekeana tena bila lango. Nani alokuzuia? Mumenelewa? Fanya utakavyokufanya, bora unridhi Mungu. Lakini uzifinye kula kwako ni udhia, ni balaa moja kwa mbili. Kitamaka ule inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wanaume wataka uzikwe haraka, si kwa misingi ya sunna. Haraka tunataka kuketi kulia fungu kama tulotoka kwenye yua. Achuna senti udhiveseo mvekenan. Hufanyi mambo ya khairati, hujifurahishi we mwenyewe, kisha zije zifurahikiwe na wengine, na pengine kwa kutilifika kiharamu na kwa kuchezewa kwa mambo ambayo pengine yatarudi ya kutese wewe mwenyewe. Neema za Mungu akinemesha mja wake huzitumia zile neema, na kila ukizitumia zile neema kwa ikhlasi, Mungu hukuzidishia zile neema, kwa sababu hakukupa uzitimbie mashimo kana kaa. Pesa ziko chini ya mashimo, kimya ufusie ndomo. Mpaka ukifa watu hutenga mara wana hapa pa mchanga, ukishika huenda na jamaa wako sharp, wakitimba mara hutoka tu maelfu yametumiwa na wengine kwa sababu ya ubakhili wako. Hii ni yote nyakati zisikupotee kwa neema za Mungu alizokuneemesha. Tuendelee. Ibn Battal anaendelea, wataswifa fil amali salih madhmumun, na kuakhirisha amali njema hili ni jambo baya. Hili ni jambo jema, kuliakhirisha ni jambo baya. Hata hivi sasa umeamua kuoa from January, wataka kuoa, sema kwamba kwa harusi yangu nimeweka date December. Dhamana kuwa wewe utaingia msikitini uombe uzawiju ka alama amara Allah, iko wapi? Wangoja December mwezi wa pili kabla hajamalizika siku ya 28, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, uzawiju ka alama amara Allah, kwa ule mrembo apigiwa mwingine, kwa sababu ataswifi zako na kuakhirisha kwako mambo akheri waakhirishwa. Mumenelewa? Tayeb. Haya, Ghunaym ibn Qais, msikilize naito nuku akisemaje: kunna natawaadhu fi awali lislami, tulikuwa tukiaidhishana wakati wa Uislamu. Sisi Waislamu tukipeana mawaidha, tumefahamiana. Lakini leo ukimweka mtu ndo nikupe mawaidha, atakaye kujibu ni yule alorehmewa na Mungu. Tulikuwa tukipeana mawaidha wakati wa Uislamu, na ikawa katika jumla ya mawaidha ni hivi. Mtu pengine sema Ibnu Adam mwanadamu, mafhum? Ibnu Adam mwanadamu, au sema yabna Adam, hapa ikaondoshwa hiyo yabna Adam, ama Ibnu Adam i'mal fi faraghika kabla shughlika. Huyu bwana asema Ghunaym ibn Qais, tulikuwa tukipeana mawaidha haya. Angalia, ni vifungu vizito vilivyosemwa na Mtume, 5 kabla ya 5, hadithi inaeleza hivi. Lakini angalia huyu
katika kuelezea kwake kimawaidha sema, mwanadamu i'mal fi faraghika kabla shughlika, tenda katika nafasi yako kabla ya shughuli yako. Tuna mashughuli tele, na lisilokushughulisha si lako huichia mashughuli ukansaidia mwenye shughuli. Ndio dunia hii yetu ilivyo. Huna la kufanya, mwenye kufanya utasimama tu humwangalia. Ni wakati wewe haupoteza na ule una mambo mwenye huifanyia. Wanadamu wetu wa leo intabi. Kisha kasema ile nafasi aliyokupa Mungu, kuna Mungu kukutia katika shughuli, na dunia ni hii tunaoijua, na walimwengu ni sisi. Ukaitaka nafasi akulirudia ulilokuwa walitaka kulifanya, abadan usiweze tena. Tulikuwa tukipeana mawaidha hayo. Kisha sema wa fi shababika likibarika, na ubarobaro wako kwenye utu uzima wako. Tukipeana mawaidha, angalia haya leo mabarobaro hufanya halaka katika misikiti, wakawa na halaka vibarobaro tu, mabarobaro ambao wamewasikiliza sana mashekhe nini, wakasikia shekhe usema hivi, walimu wetu usema hivi, na kisha wakafanya kijihalaka chako. Jamani, hebu tukumbushaneni jamaa, ubarobaro wetu kabla utu uzima, tuna nafasi. Wako wapi? Wako wapi? Tumeelewana jamani? Kisha akasema wa fi sihatika limaradhika, vijana hao, na katika siha yako, afya yako kwa ugonjwa wako. Jamani, iko siku mtu utakuwa mgonjwa, ni kweli jamani. Sasa pale una afya yako, iwahi ile afya kwa kuitenda. Mwanadamu hana ukamilifu, mara huwa wataka kutenda, huwezi tena kutenda kwa sababu ya kudhoofu. Wa fi dunyaka li akhiratika, na dunia yako kwa akhira yako. Tuko duniani jamani, tutakwenda kikwetu sema tutakwenda filili ni ile ukose fahamu, na kule kukosa fahamu kwa kufa. Ukipata fahamu uko kaburini. Tulizingatia hilo? Hakuna mazingatio Sheikh, hakuna mazingatio isipokuwa kwa alorehemiwa na Mungu. Angalia nani katika sisi ana kumbukumbu ya khalfia yake. Khalfia yake ni ile history yako ya nyuma. Unao khalfia kusema nilipokuja mimi ilikuwa nilikuja jua lilikuwa. Hamna ambaye atajieleza. Kubwa utasema hivi, mimi nikishtuka niko duniani. Allahu akbar. Sasa angalia, ukishtuka huko duniani kweli, ile hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, haikuingii wewe? Utasema yaniingia. Hebu tueleze hii hinun min ad-dahr, utajieleza vipi? Ulikuwa vipi? Kwa sababu huko Qur'ani inasema lam yakun shay'an madhkura, lakini lam yakun shay'an madhkura hukupitiwa na huu muda, utasema nilipitiwa na huu muda. Lakini lam yakun shay'an madhkura, ukishtuka uko duniani hulia. Sasa pia regesha kanda nyuma, tutaishi. Ukishtuka wasikia ile qara'ani ali ikhwanik, ile sauti za sati na nyayo na viatu vya ndugu zao, hao hurudi. Liko hilo. Lakini waoshwa, wakafaniwa, wasaliwa, watolewa kama mochari, watolewa kama nini, huna taarifa. Kama ile taarifa uliikosa huko na utaikosa taarifa wapelekwa, ulipata mshtuko walia niko duniani, utapata mshtuko umepata fahamu huko kaburini. Ziko fikra kama hizo? Hakuna fikra kama hizo. Ndipo tukawa hatuna fikra katika vifo. Waweza kumshika mtu ambaye asizungumze na simu katika mazishi, tatefuta balaa unenwe kweli kweli. Na si haki ninavyosema, hata kama una dharura gani. Lakini hili la huyu wetu leo ndiyo dharura kubwa ya mimi kuleta zile shuuri na hisia na athari mimi niwe nao kwa kifo cha mwenzako. Lakini utakuongea na simu hata tena hasi kwa mtu hata kwetu sisi mashekhe, au vipi?
hata kwetu si mashehe hello nini na mtu ziko na watu wakizungumza kwa simu, wengine wale watu sheshegi kwa nena kwa neni. Hiyo simu yenyewe imeundwa kisawasawa, ukinena tu kidogo watu watakusikiliza. Lakini ukawazungumza, pengine ukawazungumza siasa zako za mbovu chafu, pengine uzungumza mambo ya biashara yako na mwingine ufili. Tukueni kitu kimoja, hatuna haja sisi kuogopa. Tuvavaliseni tu hawa watu, wakifuata wafuate, wakitofuata potelea mbali. Sivyo ilivyo? Alisi kadhali. Yani katika maziara nitawapa kitu kimoja, siwaambii chunguzeni mwakijua. Angalia watu kupata tambihi ni kule kushtuka kuna jambo, utasikia kila mmoja kila dua. Mbona kweli? Ni kwa kuwa dua imeanza, lakini bado watu washishie kasi ya maneno mpaka utawe dua. Ina maana hawako mazingatio yako hapo. Na kisha mtu kiambiwa ndomo, mmezidi kupinga. Mbona nyinyi mmezidi kuhalifu? Ni athari hizo hatunazo, na jambo likikosa athari kuharibika huwa kwingi. Ndipo ukakona lolote hatulihisi kwa sababu zile hisia tumeziondosha. Na nimepiga mfano mwanzo wa darasa, hunwa chai huijui utamu wake, iate unani kuichia kwenye kamati ya venye kunwa chai, na wewe hubika tu hubika kimiza kama nini? Hapana. Hisia ni zipi? Jamaa mwimefiringa sukari nyingi kweli, wewe imekupa athari ile. Ni chumvi, chumvi nyingi, lakini hula huilia tamu wake mvipesi ni chochote, hata hukujaliwa na Mungu. Mmenipata vizuri sana? Haya yote yarudi kwenye kutokuwa na athari kwenye vipindi vyema, tukakosa mengi mema kwa sababu hatuathiriki kwa jambo, na hii hutanganya pande zote. Hayo nimegusagusa tu kwa sababu wakati. Kisha akasema wa fi hayatika li mautika, na uhai wako kwa kifo chako. Kwa maana kila jambo liweke nafasi yake. Uko hai, weka nafasi ya kifo. Unafia, weka nafasi ya ugonjwa. Kama jinsi hawa masahaba walikuwa wakiadhishana vipi? Qala ahlul ilm, venye elimu wasemaje? Wal abdul aqilu, na mja mwenye akili, walladhi, ni yule ambaye ya'khudhu min hayatihi limamatihi, huchukua nafasi ya uhai wake akaweka nafasi ya kifo chake. Yes. Wa min dunyahu li ukhrahu, akaweka nafasi ya dunia yake kwa ajili ya akhira yake. Naam. Fadunya mazra'atul akhirah, dunia ndio mavuno ya akhira na ndio mapando ya akhira. Kile utakachokivuna kwa faida ya huko wakipanda hapa, ndugu zanguni. Na qala ya ahlul ilm, wa hiya saa, na ni saa moja tu. Faj'alha ta'a, saa moja ijalie kuwa ni sala ta'a. Ama neno wanavyoona hao. Wa nafsu tamma'atun, na hii nafsi ina tamaa. Fa alzimha alqana'ata, ilazimishe kukinai. Na wasokuwa na kanaa machezo hapo katika dunia, haki nai kwa chochote, na utajiri ni kanaa ya mtu. Wa illa, kama si hivyo, fa innal anfasa tuaddu, hizi pumzi zahesabiwa. Warihala tushaddu, na safari inaundwa, hujui maskini. Waturaba min ba'di dhalika yantadhiru alkhad, na mtanga baada hapo wangojea uso wako. Lakini sisi sana na wasikia wenye kutafsiri sema al-khad, uso, kuondosha udhia nini. Lakini khadi kikwetu sisi ni hizi, na mashekhe wetu walitutafsiria hizi vitefupe, sisi vita hivi. Na ni kweli hiki ndicho kinachoambatishwa na mtanga. Alaysa kadhalik? Wa ala athari man salafa yamshi man khalafa. Imagine. Na katika athari, mwisho wa aliyobaki sio kushikamana na yaliyopita. Yaliyopita yamepita, na yaliyobaki yamebaki.
baki na yaliyobakia, waweza kukidhia yaliyopita. Haribu yaliyobakia, uharibu yaliyobakia na yaliyopita. Ni mizania hiyo yataka sisi tuwe nao katika safari ya maisha yetu. Aendelea kusema, akasema wasaidu man wa'idha bighairihi, siku zote mtu nzuri, siku zote mtu nzuri ni ule aloaidhika kwa mwingine. Mwenzako akikupa mawaidha uchukue yale mawaidha, huo ndiye mtu mzuri. Washaqiyu, na mtu muovu, man wa'idha binafsi, ni yule ambaye hupewa mawaidha na nafsi yake, ni ile nafsi inavyompa mawaidha, fanya hivi fanya hivi fanya hivi, huo ndiye mtu muovu. Tayib, kisha akaendelea kusema wa min rahmatillahi ta'ala alaina, na katika rehema za Mungu aliyetukuka kwetu sisi, anja'ala lana mawasima, ni kujijalia sisi misimu, fiha nafahatun, katika misimu hiyo pana ataatun, pana vipaji na utoaji, liman yata'arradhu laha, kwa mwenye kujitokeza kwa vipaji hivyo, wayaqtanimuha, na akaghanimika nazo. Hizi hidaya za kiroho, hizi ataya za ilahi, wewe siku kupitia tu, na pana zawadi za kiroho, pana utoaji wa Mungu wa kukupa wewe kwenye masiku maalumu. Pana siku Mungu asema ayyamu ma'lumat na ayyamu ma'dudat, siku maalum. Jamani, hizi siku maalumu ni ofa hizi zatolewa, lakini angalia watu vapigana yani wanavogongana wakati usivya kuna wholesaler fulani kumetoka ofa, atakazimalizike yale mali yote, atakakutia mali mapya. Subhanallah, kwenye mlango weza kufa usipache hata kitu kimoja. Lakini angalia Allah tabaraka wa taala, huja akakuwekea misimu, hanaenda umbio isipokuwa alofadhiliwa na Mwenyezi Mungu. Ni kweli, yusibu bi rahmatina man nasha, hunsibu rehema zetu tuntakaye na antakaye yeye Mwenyezi Mungu. Kisha akasema liman yata'arradhu laha wa yaghtanimuha, yafrahu biha almu'minun, waumini hufurahi, wayatasabaku fiha salihun, na wema hushindana, wayarji'u fiha almudhnibun, na hurudi venye dhambi, wayatubu Allahu ala man taba, na humsamehe Mungu mwenye kutaka msamaha. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, bimithli hadha falyamalil amilun, fastabiqul khairat. Kisha kasema lisanu halihim yaqul, ulimi wa hali yao nasema hivi, wa'ajidtu ilayka rabbi litarda, na kufanyia haraka kuja kwako Mungu ili upate kuridhika, kwa mujibu wa 84 sura Taha. Tumalize. Warada fil athar ya Anas bin Malik radiyallahu anhu asema, utlubul khaira dahrakum kullahu, takeni khairi kwenye siku zenu zote. Maana dahar ni kipindi kirefu kisichohesabika, ama dahar huja ikahesabika mwaka. Takeni khairi. Wata'arradhu linafahati rahmatillahi ta'ala, jitokezeni kwa upaji na utoaji wa rehema za Mungu aliyetukuka. Jitokezeni limupate. Fa inna lillahi azza wa jal, anayo Allah azza wa jal nafahati min rahmatihi, ataat, upaji na utoaji wa rehema zake, yusibu biha man yashau min ibadi, humsibu na kumpata antakaye katika mja wake. Wasallallahu azza wa jal, muombeni Mungu azza wa jal, an yastura auratikum, asitiri aibu zenu. Muombeni Mungu asitiri aibu zenu. Mtu huomba Mungu asitiri aibu zake. Manake ukimuomba Mungu akikupa taufiki ya kusitiri aibu yako, utanyamaza kimya kwa aibu za watu. Ni maandiko, twataka tuyaamini, tusione aibu za watu tu kama kwamba wewe si mtu.
wewe ni mtu kama watu wenye aibu na una yako, na weza kwa watu aibu za watu zikawa hazijambo kikwetu, zikitolewa zako ikawa kila mtu aweza kukosa fahamu. Si tuko sawa sawa jamani? Kwa hivyo muombe Mungu asitire aibu yako. Ya Rabbi, tuna aibu, sio na hivyo, lakini angalia ile aibu ulionao siri yako tu na Mola wako, na Mola wako amekustiri. Sasa ikiwa Mola wako akustiri, baki na sitara ya Mola wako isichecheke kutoka. Kuna watu hungoja kama rambazani, hungoja uchie nguma ini tu, ukichia hutoi kidiku. Na kuna mijicho wakitibeva iteme, hungoja aibu tu Mungu avasilihishe avongoze. Alisikaza ukitidi huoche aibu tu, ni hatari. Mungu amekusitiri, isitiri isitoke, lakini ukitoa ya watu, iko siku katika siku za Mungu zitatoka zako na itakuwa mbovu za kwa mujibu wa hadithi zilizosema. Hatuna tadaburi hizo. Twende. Wa yu'mina rawatikum, aminishe hofu zenu. Muombeni Mungu pia hizi roho aziondoshe hofu. Hofu ni nyingi kweli kweli, tena kwa wote tuna hofu kweli kweli. Mtu muombe Mungu azimakinishe hizi roho ziondokewe na hofu. Allama Ibnul Qayyim, hebu tupe mafatihul khairi ili kila mmoja ajue hizi funguo za khairi nzipi. Ukizipata zote hizo okay, ukizikosa angalau japokuwa moja. Nzipi funguo za khairi? Na sote tutaka funguo za khairi. Tumsikilize Ibnul Qayyim asema, qad ja'ala subhanahu wa ta'ala, hakika amejalia kwa kuweka Allah subhanahu wa ta'ala, likulli matlubin miftahan yuftahu bihi, kila linalotakiwa pana funguo ya kulifungua lile unalolitaka. Intabih. Haya, famiftahul birri, funguo za wema, as-sidqu, ni ukweli. Ukiwa ni muongo huna ufunguo ya wema wewe. Sawa? Moja. Wa miftahul janna, funguo za pepo, at-tauhid, ni kumpwekesha Mungu tote. Ukivajishirikina huna ufunguo za pepo, kwa sababu pepo haingii na washirikina. Takwenda kuanga kwenye pepo, kusialike watu wasistarehe peponi kwa sababu wa wanga wako. Takwenda kutembea na teo peponi. Tauhid ndio funguo za pepo. Shirki huna funguo za pepo. Ibnul Qayyim endelea, wa miftahul ilmi, na funguo za elimu, husnu suali wa husnul isghai, ni uzuri wa kuuliza na uzuri wa kusikiliza. Mafhum? Funguo ya elimu ni mtu akisikiliza, anasikiliza si ile kwa kunyamaza kusikia. Kunyamaza iko, lakini ile inaitwa al-isgha'u. Isgha ni kusikiliza kwa kupulika na kwa kugawanya, na kila kitu kukiweka pale pako. Muhadhiri akihadhiri hakutoki pahala popote, angia hapo, angia naye, akitoka toka na. Hiyo ndio al-isgha, ndio funguo za elimu. Na kuuliza, lakini sikuuliza swali za kizukazuka, maana pana swali nyingine, swali za kizukazuka kana zile tunauliza mara tunaweza kukuuliza swala. Ustadhi, nataka kukuuliza swala. Uliza. Uonaje wewe kuhusu hivi vita vinavyoendelea vya Iran na Iraq? Wajua wao wenyewe, weke tutafute bodo ule na kasa. Sasa uniuliza mimi, uonaje vita vya Iran na Iraq? Watuambia vipi? Sikwambii lolote, hupigana kwa sababu za sisi. Tusibaki kubaki jamidan jumuda thuluji fi qa'il muhitat, tuketidhie kelele tu kwa kila litokealo, na watu wenyewe wanayao wanaoyafanya kwa maslahi yao na kwa malengo. Hapa ndipo tukosapo sana sisi Waislamu. Na maswala mengine, lakini hata sikuja hapa kuuliza maswala, lakini huuliza maswala. Uliza swala la akili, usiulize swala la kizukazuka. Anambia bwana, shekhe, mke wangu mimi hanipiki.
Sasa mimi ndiye nije na kanzu wako nimwambia wewe njoo hapa, mbona humpikii huu? Sitaki uzuka huu, kuvanzuka peke yako. Hakupiki, angalia namna hakupiki. Pengine hakupiki ni gamu, humletee cha kupika. Sasa ulitukua swala ile umpelekea shekhe, si ndia kuulizana. Kuna hako mengi ya teni, lakini waambiwa miftahul ilm, funguo za elimu ni kuuliza kwa uzuri na kusikiliza kwa uzuri. Safi Ibn al-Qayyim tupe. Wa miftahu nasri wa dhafri, funguo za nusra na kupata ushindi. As-sabru, ni kusubiri. Ukiwa na subira utashinda kwenye jambo lolote. Na nikisema utashinda, usijipeleke kwenye vita. Kushinda si vitani tu, pana vita vya kutafuta sima. Ukiwa na subira utafaulu, utaleta riziki. Tumefahamiana? Nusra kwa pande zote. Si kitajwa funguo za nusra, ushindi ni kusubiri, basi moja kwa moja ukipeleka kusubiri kwenye vita, ndiko kusubiri kwenye vita. Lakini kwanza hilo liate, subiri kwanza katika kumchengeza mke wako kisawasawa. Unao subra hiyo? Mafhumu? Unao jihadi hiyo? Jihadi ya kumweka mke wako kisawasawa mpaka akwambie yeye mwenyewe nitaka twende mpaka peponi pamoja, nimekinai mume wangu hivyo. Lakini mke wako kitoko huenda hapo kwenye hoteli asubuhi mapema, ukaikaza boko maximum, mke wako kumwatia hata shilingi 100 za mahmura, kisha anaambia kwa chua tena. Ibn al-Qayyim tupe. Wa miftahul mazidi, na funguo za kuzidi. Wataka kuzidishwa mambo? Ashukuru, kushukuru. Ukishukuru ni ahadi ya Mungu, la in shakartum la azidannakum. Haya, wa miftahul walayati wal mahabba, na funguo za mapenzi. Adhikru, ni dhikra. Tumefahamiana? Kuwa ni mtu dhakaran, wamtaja Mwenyezi Mungu, na kumtaja Mwenyezi Mungu hakupingi. Uweza ukaingia kwenye gari utokapo mpaka ufikapo, wallahi ukaleta adhkari hata nini. Nitawapa kitu kimoja, sisemi munisamehe, lakini mukitaka vovote muunge kama mtasamehe, lakini msiwaambie nisameheni, takuna na hivyo tanena tu. Angalia Saudi Arabia, watoka Makkatul Mukarrama wenda ziara Madina, na wako ambao wameenda, siwezi kusema ni uongo billahi, kwa kilomita fulani hama bango, si mabango mengi ya kuandikwa 50, ukiingia hapa 50, ukiingia hata safari za kiutofu. Lakini kila bango ukitoka tu haram ya Maka, umeshika ile ile barabara ambayo moja kwa moja ya Madina, utaambia imeandikwa la ilaha illa Allah. Urongo jamani? Basi gari zinakata barabara za kikweli kweli, tena magari ya kikweli kweli. Tembele choo jamaa wana siasa, magari ya kikweli kweli, barabara za kikweli kweli, gari linatambaa na inaokupita ni mabango la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, paka kilomita fulani. Ikimalizika ile kilomita inaanza Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, paka kilomita fulani. Wallahi mpaka waambia al-an waingia Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa wewe ni mtu na mazoea ya kumtaja Mwenyezi Mungu, gari likiondoka hutaki story. Mafhumu? Nini? Amekupa ishara. Pia hiyo si dini, haifai hiyo kwa dini. Saudia. Lakini hapa mpaka kutoka Malindi mpaka kurudi kwangu Mombasa, sivoni bao hata moja iliandikwa alif b t. Angalao ukiondoka Malindi ukiingia Kisauni pale umezihifadhi harufu 28. Tukatizie tu sisi, gari likisimama njugu ziko wapi? Gari likisimama asala jamani. Kisha tutaka kuifananisha na watu wengine na ndimi za kutukana watu wengine.
yateni haya. Ibnul Qayyim tupe maneno. Miftahul mazidi ashukru, wa miftahul mahabbati adhikru, wa miftahul falahi, na funguo za kufaulu attaqwa, ni ucha Mungu. Wa miftahu tawfiqi, na funguo za kupata tawfiki arraghabatu warrahba. Hii arraghabatu warrahba kuna walotafsiri khaufan wa tamaa, lakini raghaba za kufanya jambo na hofu ya kujitenga na jambo. Wa miftahu arraghabati fil akhirah, na funguo za kuwa na hima ya kuitaka akhira az-zuhdu fi dunya, na kuipa nyongo dunia. Wa miftahu hayati alqalbi, na funguo za uhai wa moyo tadabburu alqur'ani, ni kuizingatia Qur'ani. Watadharru bil ashari, na kufanya unyenyekevu katika zama za daku zile. Watarku dhunubi, na kuacha madhambi. Tupe Ibnul Qayyim. Wa miftahu husuli rahma, na funguo za kupata rehema al-ihsanu fi ibadati al-khaliq, ni kufanya ihsani katika kumwabudu Muumba. Wasa'yu fi nafi abidihi, na kwenda mbio kuvapa manufaa waja wake Mungu safi. Wa miftahu rizqi, na funguo za riziki as-sa'yu ma'al istighfari wattaqwa, ni mtu awe hutembea na kwenda mbio pamoja na istighfari na ucha Mungu. Una ucha Mungu kwenye kutembea kwako, na tayari kwa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Ni kweli si kweli? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana man natija yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Angalia dhamana ya Mungu. Mwataka utajiri? Maskini wachu wataka utajiri kwa kuingia kwenye dhibengi mpaka za shilingi moja. Wataka utajiri wa ikhlasi? Wataka kukundukiwa na maisha yako? Wataka watoto na mtu ana raha apate watoto? Angalia, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar. Yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum atabapa kwa wingo, yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin. Jannati sema ni mashamba, na tunataka mashamba kwa sababu hujepeana ardhi tu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tumefahamiana? Tayeb, twende. Ibn al-Qayyim akasema wa miftahu rizqi as-sa'yu ma'al istighfari wattaqwa wa miftahu al-'izzi, funguo za nguvu izz ta'atullahi wa rasuli, ni kumtii Mungu na mtume, ndio izzi. Nguvu ziko katika kumtii Mungu na mtume. Hili ntwa siondoke kwenye toa. Hili ndilo alitakalo mtume, ndilo alitakalo mtume, sitaki kwenda kwa mwingine. Hili ndilo alitakalo Mungu, ndilo alitakalo Mungu, sitaki urafiki na mtu mwingine kwa alitakalo Mungu. Ndio ezi hiyo. Twende. Wa miftahul istidad lil akhirah, na funguza mtu kujiandaa na akhira. Qasrul amali, ni kupunguza matarajio. Punguza matarajio yako. Wa miftahu kulli khairin, na funguza kila khairi. Arraghabatu fillahi wad daril akhirah, ni mtu kuwa na raghba ya Mungu na kuwa na raghba na nyumba ya akhira. Wa miftahu kulli sharri, na funguza kila shari. Hubbu dunya, ni kuipenda dunia. Wa tulul amali, na matarajio marefu, lakini matarajio yasohakikishwa. Maana hata ukiwa na matarajio kunatakiwa ile kinachoitwa tahqiqul amali, tahqiqur rajai, kuyahakikisha matarajio. Matarajio yako utayahakikisha vipi? Matarajio mtu huyahakikisha kwa amali itendao, ndio utafika kwenye matarajio. Yaqulu Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amala salih. Yule ambaye ana matarajio kukutana na Mola wake afanyeje? Afanye. Kwa hivyo ikiwa una tarajio ya jambo, fanya la kukufikisha kwenye jambo. Huwezi kuwa na matarajio baada dhalika umekaa, huwezi kufikia kwenye matarajio. Haya ni maandiko, bali ni kitabu kitakatifu. Haya ndio maneno ya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya iliyotufungia muhadhara wetu wa leo kwa inwan, misimu mizuri iko wapi?
ishapita. Tumuombeni Mwenyezi Mungu aturudishie tena, na ikirudi tuweko, maana ilikuja kutoka zama hizo, ikapokewa na wenye kupokea, ikaondoka ikaja tena, waloipokea hiyo misimu hawako tena. Ndiyo sunnatu rabbania fil hayati, ndiyo mwenendo wa ilahi Mola katika maisha. Huondoshwa hawa, misimu ya kheri ikawakuta hawa, wakaondoka wengine, wakaja wengine. Ndipo tukasema mwisho sasa, katika khutba yetu ya Eid tulizungumza kuhusu kutafakari na kuzingatia. Hatuna wengi sisi Waislamu. Je, tunao mazingatio ya yaliyoachwa? Twazingatia kuwaona sura zao, hatuyaonao sura za watu fulani. Na je, twajipanga tukiondoka, generation itakokuja tasema haya twaona sura za watu fulani. Kullu hadhi liman kana lahu qalbun au alqa as-sam'a wa huwa shahid. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.